Bwana, katika sehemu iliyopita, yani sehemu ya 4, tulishia pale ambapo tulikuwa tunajiuliza kama huyu binti kuitwa Salma atafanikiwa kujifungua salama, au ndo kuna mambo mengine pia yalitokea kwenye kujifungua kwake. Mimi na hatujui, lakini tuko hapa kwenye sehemu hii ya 5 ikiwa ndo sehemu ya mwisho ili kupata kujua hatima ya Salma iko vipi. Atafanikiwa kujifungua salama? Atafanikiwa kuwa na huyu mwanaume? Huyu nani huyu mwanaume anaitwa nani? Jina lake limenitoka kidogo. Alexi. Atafanikiwa kuwa na Alexi kwenye maisha yake, au mauzauza gani ataendelea? Maana anapitia mikosi mingi. Hebu karibu kwenye hii sehemu ya 5 ikiwa ndo sehemu ya mwisho, tukapate kujua kile hasa kilichoweza kuendelea. Mimi naitwa Uncle G, mzigo umetayarishwa na kuandaliwa na Baby Love. Karibu. Basi bwana, maisha yaliendelea. Nilianza kuona tabasamu kwa familia yangu. Sikuwa nimepona, lakini nahisi niliwapa matumaini makubwa sana. Siku zilienda, muda wa kujifungua ulifika, kwa nikafanywa operation. Namshukuru Mungu nilipata watoto 2, wote wa kiume, tena wazuri zaidi hata ya baba yao. Sikuwa naweza kuwashika, hata kuwanyonyesha pia nilikuwa siwezi. Mdogo wangu Subira alikuwa yuko Bennett na mimi muda wote, kwa ajili ya kuweza kuwahudumia watoto. Wakilia na waweka kwenye nyonyo ili wapate kunyonya. Lakini mama mkwe naye alikuwa anawajali mno wajukuu zake. Yaani shoti familia walikuwa hapo kwenye uangalizi wa karibu mno. Watu karibia wote ndani walikuwa hapo kwenye uangalizi wa karibu mno na mimi. Hapo nilikuwa naweza tu kusogeza mkono, labda mguu kidogo sana, lakini kuongea sikuwa naweza, wala mwili ulikuwa uko bado hauwezi kufanya kitu chochote kile. Niluguza kidonda changu, kilichelewa mno kupona, maana sikuwa nafanya mazoezi yoyote zaidi ya kulala tu. Katika vitu ambavyo siwezi kuvisahau, na hili pia, nilipitia kipindi kigumu sana wakati huo. Lakini siku zote sikuacha kuomba kwa dini zangu, iwe Islamu iwe Kristo. Yani sikuacha kumomba Mungu, sikuacha kabisa. Nilimlilia asubuhi, nilimlilia Mungu mchana, yani ilimradi tu anitoe kwenye haya mateso ambayo nilikuwa nayapitia. Nakumbuka ilipita miezi 3 tangu nimejifungua. Kidonda kilikuwa kinapona siku 2, kinarudi tena kwa kasi. Kilianza kutoa mpaka harufu. Nilikuwa nasikia maumivu makali sana. Yaani ile furaha yetu ilipatikana baada ya muda mfupi tu, lakini ilipotea. Niliona haya mateso kuliko tayari ya mwanzo. Nilikuwa namuomba Mungu, ni bora basi mimi nife. Kwa nini nateseka mie? Kwa nini nateseka mimi tu? Kwa nini Mungu wangu? Why? Kikweli nilichoka hata kuomba. Nilibaki tu kuwa nalia. Alex alikuwa ananipa moyo kwamba atapambana kadiri anavyoweza kunitoa hapa. Lakini ilikuwa ni ngumu. Mamangu ndo kabisa alizidi kukonda. Yaani ni kama vile nilianza matatizo upya. Madaktari waliletwa wa kila wadhifa, lakini hapakuwa na matumaini ya mimi kupona hata kidogo. Nilijua hilo. Nikaanza sasa kutubu taratibu. Huku nikabidhi nafsi yangu kwa Mungu, kwamba yeye ndo atajua nipe nafasi nyingine au muda wangu ulishaisha kuishi hapa kwenye dunia. Nikiwa bado nipo kwenye nafasi ya mwisho kabisa, nilihisi hivyo kwa sababu wakati huo maumivu yalizidi na ugonjwa ulikuwa umenizidia sana. Siku hiyo alikuja Zakia baada ya muda mrefu mno kupita. Unajua mpaka nilikwisha kumsahau huyu msichana. Kila mtu kwanza alistaajabu baada ya kumuona Zakia. Yaani nilishtuka nikawaza, sasa huyu amekuja kufanya nini? Kwa nilitolewa nje, Alex akaniambia njoo tumsikilize Zakia mke wangu. Kuna neno amekuja kusema. Kipindi hiki hata lile tabasamu sikuwa nalo tena. Yaani kwa kipindi ambacho nilianza kuumwa na kidonda cha mshono, yani kwa sababu nilifanywa upasuaji. Watoto wangu kwanza wote aliochukua mama mkwe. Kwa hiyo mimi sikuwa nanyonyesha tena wala kulala nao. Walikuwa kwa mama mkwe. Pamoja na kwamba mimi nilikuwa hiki kidonda kinatoa harufu chumba chote, lakini bado Alex hakuwa amelala pengine, zaidi tu pembeni ya kitanda changu. Tulienda mpaka sebleni. Yaani baada ya kumuona tu Zakia, nilikumbuka tukio zima. Yaani ni kama jana tu limenitokea. Yaani ni kama jana usiku nilitamani kurudisha masaa nyuma.
hata niende basi kuimwaga ile juice, lakini ndio hivyo, haiwezekani. Zakia alikuwa amependeza, kanenepa, ameng'aa mno. Yaani amependeza kawa ni mdada wa maana, sio yule wa zamani wa Uswahilini. Kwanza mimi nilivyomuona, unajua nililia sana. Nililia mno, niliongea mengi sana moyoni, nikasema Mungu, huyu mtu amekuja kufanya nini? Ina maana amekuja kunionyesha kwamba amependeza na ana maisha mazuri. Eti hajateteleka ama ni vipi? Kaja kufanya nini kwangu huyu mwanamke? Mimi nilikuwa natoa harufu sana, alafu yeye ananukia. Zakia alikuja akapiga magoti mbele yangu. Akaniambia, Salma, mimi nilikuwa mpuuzi, sikuwa na akili nzuri. Naomba unisamehe, nimekuja nikiwa na akili zangu, nimepatafuta hapa sana. Na leo nimefika kwa naishi kwa raha. Naishi kwa raha nilipo. Lakini Salma, moyo wangu kila siku unahisi kuna deni nyuma yangu. Salma, wewe ni kama vile umenifunga kabisa, siwezi hata kulala. Nimekuja kukutaka radhi. Zakia anaongea hayo, alikuwa yuko mbele yangu. Anaomba eti msamaha. Sasa samahani yake mimi itanisaidia nini? Ni kama vile alikuwa amekuja kunikashifu, kunisanifu tu. Yaani alikuwa amekuja kunidhihaki. Nikamuuliza, wewe binti umetumwa tena? Hapo namuuliza, lakini sauti yangu haitoki. Yaani nasikia hasira zilizokuwa na huzuni. Alex alinibembeleza mno. Yaani aliniambia, Salma, utapata pressure mke wangu, hebu tulia. Sasa Ino akamwambia Zakia, hakuna maana ya samani yako. Mara hata kuongea Salma hawezi. Kwa hiyo sioni sababu ya kuendelea kwa hapa. Sasa Zakia akasema, hapana, siwezi kuishi kwa amani kama Salma atakuwa hivyo. Na mimi ndio sababu. Naombeni mnipe nafasi nijaribu kumsaidia. Unajua hata mama alishtuka. Akamfuata, akamshika mabega, akawa anamwambia, unaweza kumsaidia kweli binti yangu? Zakia akasema, nataka kujaribu mama. Alex akamuuliza, unataka kujaribu kivipi? Zakia alichukua simu, akasema, kupitia Judy. Yeye ndiye alinifanya nikafanya ujinga. Na sikuwa na akili vizuri kipindi kile. Naomba nimtumie yeye. Kwa alibonyeza pale simu kama dakika 2 hivi, akaweka pale loudspeaker. Yalikuwa ni mazungumzo ya yeye na Judy. Na mazungumzo yale yalisikika vizuri kabisa. Zakia akisema, Judy, hivi yule Salma bado yupo? Yule mshenzi yupo. Bado ana roho ngumu, hata kufa hafi jamani ka. Kwa hiyo we Judy, unatamani afe Salma? Liende huko. Bila yeye leo hii ningekuwa na Alex wangu na maisha yangu yetu yangesonga tu. Judy, unajua uliniongopea, lakini Judy, ukaniambia ile dawa atamchukia tu Alex, wala haitomdhuru. We bana Zakia we. Naye alishaishaga yale. Si nilikulipa lakini pesa yako. Judy, afata hivyo, mtoto sio Alex. Kwa nini tusiache mambo yapite Judy? Maana Salma hakukupokonywa mwanaume, ni wewe. We Zakia we naye, hebu niache mimi nishadata. Yaani bora huyo Alex angetafuta mwanamke wa mbali. Kwa nini yeye achukue mwanamke wa hapa? Alitaka kunidhalilisha tu. Sasa si ungemroga yeye Alex? Bwana watajua na wenyewe bwana wewe. Judy, tuachane nayo. Hebu kwanza, hivi anaweza kapona kweli? Maana mimi kuna mdada amenichukulia mwanaume wangu, nataka nimpige hilo pigo, na ndio sababu nimekutafuta shoga yangu. Nisikilize Zakia, yule kupona hawezi hata aende kwa mganga gani. Isipokuwa mimi niamue apone, ndo atapona. Judy kivipi? Huyo mganga alonipa hiyo dawa ndio mtu pekee anayeweza kumtibu, maana kuna kitu alikifungia ndani ya chupa kama kimdoli hivi. Sasa huo ndo mwili halisi wa huyo Salma. Unajua mwili wake Salma upo kwenye chupa Kwa kama chupa ikifunguliwa ndo anapona. Mimi babu aliniambia niwe makini sana chupa isije kafunguliwa hata kwa bahati mbaya. Nikaona sina pa kuitunza, kwa nikamwachia tu yeye aitunze. Judy, naomba basi unipeleke kwa huyo mzee basi, na mimi na jambo langu shogangu. Weka hela tu shogangu, mbona nakupeleka faster? Sasa hapo tukawa tunasikiliza yale maongezi tena kwa umakini sana kati ya Judy pamoja na Zakia. Maongezi ambayo Zakia alikuwa ameyaplay pale, wote tulikuwa tunayasikia.
Kila mtu jasho lilikuwa linamtoka, kila mtu alishiwa pozi, kila mtu machozi yalimtoka. Mungu, hivi kuna watu wana roho mbaya kiasi hiki? Yaani kuna watu ni mashetani kiasi hiki? Jamani, huyu mdada Judy si alikataa hapa katakata, akapa miungu yote na akasema kwamba hajafanya. Sasa kwa nini afanye? Kumbe bado alikuwa na chuki na mie. Yaani pamoja na yote, kumbe Judy bado ananichukia mie, bado anataka nife. Anasema kabisa eti nina roho ngumu. Nye nililia mno. Nilimwambia Mungu, kumbe una sababu kwa nini sikufa tangu mwanzo, na hata nilipoomba kufa bado ulikataa kunichukua. Asante Mungu, kulikuwa kuna sababu ya mimi kuwa hai. Asante Mungu. Sasa hapo Ino na Alexi wakamwambia Zakia, hebu tuende sasa hivi alipo Judy, tuondoke sasa hivi. Kwa kila mtu pale alikuwa amepaniki, kila mtu alikuwa na hasira. Mimi nilikuwa niko kimya muda huo. Nawaza, kwa hiyo mwili wangu hivi sasa umefungiwa kwenye chupa, na ndio maana siwezi hata kujitikisa. Nikicheka na chekea moyoni, kumbe nacheka ndani ya chupa. Hii dunia isee kweli ni ya kipuzi sana sana. Mama aliwazuia wote kutoka, yani Alex na Ino. Akawaambia siku zote hasira huwa ni hasara. Akawaambia watulie hapo, wajue nini cha kufanya, taratibu taratibu, wasikurupuke. Tunaweza tukapoteza kabisa. Alex akasema, awamu hii mama, Salma lazima inuke. Afe Judy au nife mimi, Salma lazima atapona tu. Zakia kaulizwa, unamjua huyo mganga? Zakia akasema bado hajanipeleka. Anataka pesa na mimi pesa sina, maana Judy anataka pesa nyingi na mimi nimeshindwa kumpatia. Nilitaka kulimaliza ili peke yangu kwa kumfungulia yeye ndani ya hiyo chupa, lakini sasa pesa sina, na ndio maana nikaamua kuwafuata nyie. Alex akamuuliza Zakia, kwa hiyo ni shilingi ngapi zinatakiwa? Zakia akasema anataka 500,000 ili apate mtaji, ndivyo alivyoniambia. Alex akahesabu pale pale pesa akampatia Zakia. Ino akamuuliza, wewe unamwamini huyu naye atuletee hizo story? Alex akasema sina mtu naye nimwamini, lakini acha tu nifanye, maana moyo wangu unataka nifanye hivyo. Zakia alisema naomba mniamini, na Salma akipona kama kuna sheria kuniadhibu, basi naombeni niadhibiwe walau niwe na amani. Basi Alex alimpa ile pesa Zakia. Zakia akaacha pale namba yake, akasema kwamba leo hii nitaenda kwake huyo Judy na majibu nitawapatia. Basi pale wakaitikiana, wakaafikiana kwamba poa poa. Alex alinikumbatia akaniambia Mungu amesikia na anaenda kujibu. Yaani hii njia mke wangu, huenda ni Mungu ndiye ambaye ametufungulia. Unakwenda kupona kabisa, unaenda kufunguliwa. Mungu amejibu maombi yetu mke wangu. Hapo nilimshika mkono kumaanisha kwamba nakubaliana na hilo alilolisema Alex. Na naomba Mungu yawe ya kweli aliyosema Zakia yote. Kwa tulibaki tu kusubiri majibu kutoka kwa Zakia. Alisema atakapotoka tu hapo ndipo atakapoenda wapi? Kwa Judy. Tulikaa kusubiria mpaka usiku, hatukuwa na simu yote Zakia. Usiku usingizi unakuja lakini hauji. Yaani unakuja unakataa. Kama unakuja unakataa. Nilikuwa nawaza huenda na huyu Zakia pia alikuwa na shida na pesa. Labda huenda walipanga mipango yao kuja kupata pesa. Kwa Zakia kaja kutapeli tena. Tulikaa siku 2 kuvuta subira, lakini ilikuwa ni kimya. Simu ya Zakia haikuwa inapokelewa hata mara moja. Inaita tu hadi nakata, ilikuwa ipokelewi. Sasa bana, ile siku ya 3 Ino alikuja kasi mno chumbani kwetu. Yaani mule nilikuwa nalala na Alex na ilikuwa ni usiku. Ino akasema simu ya Zakia leo imepokelewa, lakini nimeambiwa yupo hospitali, alipata ajali. Sasa hapo kila mtu alishtuka kusikia Zakia alipata ajali. Alex akasema piga. Ino akapiga ile namba. Ilikuwa ni sauti ya kiume. Akasema Zakia aliletwa hospitali siku 2 zilizopita. Alikuwa kwenye hatari baada ya pikipiki aliyokuwa amepanda kuweza kugongwa na gari. Yaani hapo Alexi, Ino, mdogo wangu Subira ilibidi waondoke haraka kuelekea huko hospitalini alikolazwa Zakia. Mimi hapo nilibaki na muomba Mungu tu Zakia apone na awe upande wetu basi. Wakarudi siku sana, lakini uwezi amini sikuwa nimelala. Alex akaniambia mke wangu unatakiwa kupumzika jamani. Na Alex akaniambia ni kweli, tumemkuta Zakia huko hospitalini, lakini anaendelea vizuri kwa taarifa za madaktari. Na tumelipia pale gharama zote na kesho tutaenda kumchukua, kwa hiyo usijali mke wangu. Nikasema sawa. Hapo nasimia moyoni tu.
Alex alinikumbatia na akaniambia, Salma wangu, naona kabisa tunaenda kulea watoto wetu vile Mungu alitaka tuwalee tukiwa tuko pamoja. Usijali kuhusu haya yanayotukuta. Hii ni njia Mungu ameamua kutupa. Tutaipita ili kesho tuwe imara zaidi. Salma wangu, mimi nakuapia leo na hata kesho siwezi kuoa mwanamke mwingine hata kwa bahati mbaya, hata iweje Salma. Usiku na mchana nitaomba Mungu atulinde, kama kufa basi nianze mimi. Sawa mke wangu? Hapo jamani nilihisi kulia. Maana hayo ndio maneno haswa ninayotamani kuyasikia kila sekunde, kila dakika, kila saa, kila siku kutoka kwa Alex. Najua Alex wangu ananipenda kupita maelezo yangu. Tulilala bwana mpaka kucha. Asubuhi na mapema Ino alikuja pale na Subira. Wakampitia pale Alex kwa ajili ya kwenda hospitalini. Nilikuwa naomba tu Zakia aje hapa jamani, yani afanye kama alivyosema. Ndio maombi yangu yalikuwa mimi niliahidi kwamba nikipona nitampa Mungu sadaka kubwa iliyokuwa kubwa zaidi. Nitampa Mungu mwili na roho yangu, aviongoze yeye mpaka mwisho wa hai wangu. Mdogo wangu Subira, Ino na Alex walijiandaa wakaondoka kwa ajili ya kwenda kumwona Zakia. Walirudi nyumbani majira ya saa 6 hivi za mchana. Familia yote ilikuwa ipo. Tulikuwa tupo sebleni. Anasubiriwa Zakia na akamwambia yani kama vile ndo queen yani. Mama mkwe alikuwa anapiga maombi kama yote. Mama yangu anasali na kumaliza dua zote. Baba mkwe ndo usiseme anasali tu. Yani mie naomba kimoyoni moyoni, machozi kabisa yananitoka. Zakia alihudumiwa pale nyumbani karibu wiki nzima, ndo akapata uheni kidogo ya afya yake. Wakati wote anaugua pale, hakuna aliyewahi kumuuliza kuhusu Judy hata mara moja, hakuna. Baada ya kuona yuko vizuri, siku moja alikuja pale chumbani. Nilikuwa niko peke yangu, akaniambia, Salma, na kuahidi hii nimeteleza mara moja dadangu, lakini naomba unisamehe. Salma, ulinisaidia mengi sana, lakini mimi nilikuangusha kwa wivu wa kipuuzi. Nakiri nilikuonea wivu baada ya kuona umepanda na umepata mafanikio ya haraka kiasi kile. Nikiwa kama binti mpuuzi Salma, nilikuchukia sana. Na baada ya Judy kuja, akatumia zile chuki zangu za kipuuzi kama faida kwake. Salma, nakili hapa, nataka msamaha wako. Nilipokuwa hospitali, nilihisi nakufa. Nilimwomba sana Mungu anipe japo lisali moja tu kwa ajili yako. Naamini hili ni lisali moja nililopewa na Mungu, na nitalitumia vizuri sana. Naomba unisamehe. Haukuwa na ushoga na mtu yeyote isipokuwa mie. Ukaniamini lakini mimi nilikuangusha. Naomba unisamehe sana. Hapo Zakia aliongea mengi sana yenye kujaza moyo wangu. Unajua nilihisi kupata nguvu kabisa. Zakia alinibusu pale kwenye paji la uso. Niliomba Mungu ampe afya ili alilokusudia likamilike na tulimalize. Alienda pale akamwita Alex. Alex akaja mule chumbani, akachukua simu yake akampigia Judy. Judy alipokea ile simu, kachangamka, yeye akasahau hata kusalimia. Wewe mwanamke, mbona ulikopokea simu? Zakia akasema, mwenzangu, ile siku bwana nakuja kwako wakati tunachati nilikuwa nipo kwenye boda, nikapata ajali, yani hivi leo ndo natoka hospitalini. We pole jamani, itakuwa mke mwenzio huyo kakuwai na una Mungu wewe. Ushukuru aise. Zakia akasema, acha tu. Nipeleke basi kwa yule babu nikammalize yule. Shoga, hela unayo? Maana unasema tu ndo umetoka hospitali hivyo, mimi nataka hela. Zakia akasema, acha upuuzi wewe, niambie nikukute wapi twende, pesa ipo. Wewe 500 unayo? Bwana nakupa 6 basi. Asante Zakia, usinifikirie vibaya eti kwamba siwezi kukusaidia, hapana mpenzi. Nataka mtaji nianze upya maisha, nimchukue na mwanangu, mimi roho inaniuma yule mshenzi yule kumchukua mwanangu, basi tu jase. Judy anajimaliza. Zakia akasema, usijali nakuja hapo tunaenda. Twende kesho bwana asubuhi sana, sawa? Sawa. Kwa akakubaliana hivyo. Zakia alikata ile simu. Alipokata simu akamtazama Alex. Alex akachukua ile simu yake, akampigia Ino na kisha akamwambia njoo haraka huku chumbani. Na haikupita muda Ino kweli akawa amekuja pale. Alex alimwambia maongezi ya Zakia na Judy. Sasa Alex akamuuliza Ino kwamba tunaanzia wapi kwenye hili. Ino akasema kila hatua kesho tutakuwa nyuma yenu. Zakia, hakikisha unafanya kama tulivyokubaliana. Yaani cha muhimu tumjue kwanza huyo babu. Huyo babu ndio muhimu kwa sasa. Zakia akasema, naamini tutafanikiwa tu. Mimi hapo nilikuwa nawatazama wote. Yaani tunaomba Mungu mambo yafanikiwe. Maana ni kama vile uhai wangu kwa sasa ulikuwa unawategemea wao tu kwa sasa. Mungu awaongoze vyema kabisa. Awaepushe na ajali za barabarani. Asubuhi na mapema Zakia
alimwambia Judy sehemu ya kukutana. Pale nyumbani walitoa gari moja wakampa dereva, alafu Zakia akaongopa kwamba ni gari ya mumewe. Mimi, Alex, Ino pamoja na Subira tulikuwa tupo nyuma ya gari lingine. Moyoni nasema mie leo naenda kupona jamani. Napona mie, Mungu we. Dereva alikuwa ni Alex kwenye ile gari letu tulilopanda. Aliifuata nyuma taratibu gari ambayo sasa ndani alikuwepo Judy, maana Zakia alikuwa amempitia Judy wakakubaliana kukutana sehemu. Kwa hiyo wakawa kwenye hiyo gari. Kwa hiyo ndani ya gari kwa Zakia akapo na Judy. Sisi ndo tukawa tunaifuatilia mwendo taratibu. Lakini mwendo ulikuwa ni mrefu mno. Lakini hapa tukasema tutawafuatilia tu mpaka tujue uko kwa huyo babu huyo mganga. Nyie uweze mimi tukajikuta tunatoka kabisa nje ya mji. Tukaingia sehemu moja hivyo wanaita Kibaa sijui. Baada ya kufika huko Kibaa, tukaingia huko ndani huko kabisa. Yaani ndani, mnajua ndani. Mwisho siku tukaona ile gari ilisimama. Baada ya kina Zakia kuonekana, wanaingia kwenye moja ya nyumba zilizopo ndani ya sijui kijiji sijui ni polini huko kabisa. Tukapaki pale nje. Alex akasema jamani tuingie huko. Ino akamwambia tutulie mpaka tupate mwongozo wa Zakia. Kwa tulikaa hapo kama lisaa hivi. Ino akasema tayari Zakia akatuma message anasema tuingie ndani moja kwa moja kwa huyo babu. Maana amethibitisha ni kweli huyu babu ndiye karoga mpaka Salma kuwa hivyo. Nikasema Mungu asante. Hapo nikajiambia moyoni. Alex akanibeba pamoja na Subira, wakaniweka kwenye kile kiti changu cha matairi, wakanikokota kuelekea ndani kwa huyo babu. Tuliingia ndani moja kwa moja. Yaani Judy kwanza alipotuona alishtuka. Uso wake ulikuwa na uoga kwa sababu alitamani hata kukimbia. Yule baba alitukaribisha vizuri tu, akatuambia kwamba tusubiri hapo nje ili malizane kwanza na watu waliokuwa huko ndani. Alex akasema sawa, tuko hapa nje babu. Alex alisema kwa heshima zote kabisa. Kwa tukarudi kusubiri kwa nje. Baada ya sekunde kadhaa, Judy naye alitoka, akaja tulipo, akatusalimia vizuri tu. Akaniambia Salma, kumbe bado hujapona. Mimi kimya. Yaani Judy anajitilisha huruma. Eti Mungu atakusaidia utapona tu. Kwani nani amekuelekeza hapa eti? Nyie Judy alikuwa hajiamini, yana anauliza tu muda wote maswali kwa kutetemeka. Alex akamwambia Judy, hebu tuache kidogo. Uweze amini Judy hakuwa tayari kuondoka. Anatetemeka kweli, amekazana anauliza ni nani ambaye ametuelekeza hapa. Jamani, yani udada nyie. Baada ya kuona sasa Judy hapati ushirikiano kutoka kwetu, aliamua kuondoka. Wakati huo Zakia alikuwa ndo ametoka kwa yule babu. Judy akarudi haraka mule ndani. Alikaa sana alafu akatoka anacheka. Akamwambia Zakia tuondoke. Zakia akasema bado kuna dawa nasubiria kipenzi. Basi hapo sisi tukaingia ndani sisi sote. Yule babu alitukaribisha lakini sio kama mwanzo, hakuwa amechangamka kabisa safari. Alex alianza kumueleza, akamwambia babu, tumekuja hapa tunaomba msaada wako. Mke wangu yuko kwenye hii hali na tumeambiwa wewe ndio unaweza kutusaidia. Nani amewaelekeza? Yule babu aliuliza akiwa very serious, alafu anatuangalia kwa zamu. Ino sasa kajibu akasema bwana, kuna mtu ambaye ni rafiki yangu ndiye aliyetuelekeza hapa kwenye kuhangaika tu. Ngoja kwanza tuone kama naweza kumtibu. Alianza kufanya madude yake pale. Kila mtu alikuwa yuko kimya na mtazama yule babu. Baada ya muda akatutazama tena akasema siwezi kuwasaidia. Katafuteni sehemu nyingine. Mungu wangu. Mnajua moyo ulifanya Nilitamani kupiga magoti kumwomba yule babu. Nilianza kulia jamani, nililia sana. Alex na Ino walimuomba mno. Japo hata ajaribu tu kunisaidia. Yule mzee alishikilia msimamo wake kwamba hawezi, twende sehemu nyingine. Tena hapo sasa akawa ndo mkali zaidi. Ilibidi Alex ainuke akasema tuondokeni. Tulipotoka Ino akamuuliza, mbona umekata tamaa mapema hivyo Alex? Alex akasema hapana, tutafute tu njia kuweza kumuingia huyo mzee. Twende hata polisi. Ino akasema hapana, polisi hawezi kutusaidia. Na wala haisaidii hiyo njia, tutumie tu akili hapa. Sasa hapo mimi nikajiuliza, akili gani wanataka kutumia hawa? Kwa kila mmoja naye akabaki anajiuliza kwamba atatumia akili gani. Alex akasema hebu mpigie Zakia. Subira akamwambia nyie, Zakia kwa sasa bado yupo na Judy na sio rahisi kuongea. Sasa maamuzi aliyoyatoa Alex, hakuna kuondoka kwa huyo mzee mpaka njia ipatikane. Na kama kulala tutalala kwenye gari wote. Ino aliondoka akafuata chakula. Hatujui ni wapi alikofuata chakula, lakini sisi tukabaki hapo. Tunasubiri babu amalize kuwahudumia wengine na sisi tuendelee na kuomba msaada.
mpaka usiku bado tulikuwa tuko nje pale. Yule babu hakutaka kabisa kutusikiliza. Yaani mpaka alikuwa anatutishia kabisa hata kwamba atatufanya kitu kibaya. Hapo Zakia hatukumtafuta hata. Tukamuuliza tu dereva, akasema yeye aliwaacha wote na Judy sehemu moja, kwa hiyo hajui chochote. Basi tulilala kweli kwenye gari. Asubuhi na mapema tuliwahi ile foleni, tukawa kwanza kuingia. Yule baba alivyotuona akaanza kucheka, akasema mbona mmenikazania sana vijana? Mnadhani mimi natania kwenye hili? Alex akamwambia, sikiliza babu, tunajua unaweza kutusaidia. Tunakuomba sana utusaidie. Mimi siwezi kijana. Hebu ondokeni bwana. Ondoeni huyo mgonjwa wenu. Anaweza kukaa hapa na anaweza mkafanya kafa hapa. Kwa hiyo naombeni tumuondoke. Niliogopa kufa tena wakati nimeanza kupata matumaini ya kupona. Ino akamwambia Alex tuondoke. Alex alikuwa ni mbishi kama vile alitaka kupanic, lakini Ino akamzuia. Kwa tulikaa ndani ya gari, hapo wanajadili tu jinsi ya kufanya. Muda huo Zakia akapiga pale simu. Alex aliweka loudspeaker ili wote tuweze kusikia Zakia anataka kusema nini. Zakia akauliza pale, Alex mpo wapi? Alex bado tupo kwa huyu mzee. Hataki hata kutuona. Sikia Alex, zile pesa zote nilizompatia Judy amempa huyo babu eti asiwasaidie, na amemwambia kuwa ndio huyo aliyemfunga. Kwa hiyo msitumie nguvu. Huyo babu hana utani. Tafuteni njia za kupita ambayo ni salama, asije kuwadhuru. Alex akasema sawa Zakia, asante. Kwa baada ya kukata ile simu pale wakatazamana na Ino. Ino akauliza, Alex tunafanya nini? Naona tutumie pesa zile zile. Hakuna mtu anayeweza kwenda kinyume na pesa. Lakini sio kwamba tulikuwa tunataka bure hata hivyo ujue. Ino, yani hapa tuweke pesa mbele kabla hata ameongeza. Kwa tuweke kama shilingi ngapi? Judy sikatoa 500,000. Mimi natoa 500,000 cash. Ino kwanza alishusha pumzi. Okay, sio mbaya. Na mimi nitaongeza 500,000 nyingine. Walau wachanganyikiwe kabisa apate 10,000,000. Hapo wote walicheka kwa jinsi Ino alivyokuwa ameongea. Yaani kwamba mganga mpaka achanganyikiwe. Hata mimi mwenyewe nilicheka. Sasa ili ndio hivyo, nachekia kwenye chupa tena. Hakuna mtu ananiona. Alex akamwambia Ino kwamba aende kuleta zile pesa haraka sana. Wakati huo ilikuwa inakimbilia majira ya jioni hivi. Yaani Alex anamwambia hakikishe kwamba pesa inafika kabla atajua kuchomoza. Tulikaa pembeni, Ino akaondoka na mdogo wangu Subira na gari. Alex alibaki ananiambia tu kama kawaida yake, yaani mke wangu hapa lazima upone. La sivyo babu mimi namkata kichwa chake mbele yako na shuhudia. Wallahi nakuwa pia mke wangu namkata na atajua mwenye uko mbele safari. Baba mkwe alitupigia simu, na ni kawaida watu nyumbani kupigia simu mara kwa mara kuuliza kuna nini kinachoendelea. Na Alex alimwambia kuhusu kusubiri pesa, na vile Zakia alituambia leo yote. Alex aliwaeleza wazazi wake. Baba akasema yeye ataongezea 500,000, yani mganga tumpe 15,000,000. Kwa pesa zilikuwa ni nyingi mno. Yani pesa zilikuwa ni nyingi mpaka nikawa namchukia huyu mganga, mpuzi kweli, mbwa kabisa. Mungu awaangamizie mbali watu wa namna hii. Maana kuna waganga wengine wanaweka tamaa mbele na sio kusaidia watu. Tuliomba sehemu ya kulala, maana usiku nao pia ulikuwa tayari umeshapiga hodi. Alafu Ino hakuwa amerudi. Kwa tukamwahidi yule babu kwamba kesho sisi tutaondoka. Yule babu akasema sawa. Kwa akatuonesha pa kulala, palikuwa pachafu hata patamaniki. Lakini watu wamelala hivyo hivyo. Na sisi tutafanyaje? Sasa tutafanya nini? Nikabidi tulale. Alfajiri. Nakumbuka ndo Ino alikuja. Haraka sana tuliwahi foleni pale. Alex akamwambia Ino pamoja na Subira kwamba wasiingie. Tuingie mimi na yeye tu. Na Alex alisema anahitaji kumshawishi huyo mtu. Maana pesa peke yake naona kama vile zitoshi. Hebu fikiria ni mtu ameniroga, alafu anapewa pesa nyingi hivi ili tu kufungua uchawi wake. Tuliingia na Alex kwa huyo mganga. Huyo mganga alipotuona akasema, mbona mnanipotezea muda sana?" Alex hakusema kitu, alisogea mbele yule mzee akiwa na kile kibegi cha hela, na kisha akapiga magoti akamwambia, "Mzee, mimi najua ni binadamu, na kama hauwezi kumdhuru mtu asiyekuwa na hatia, hata mbingu pia haiwezi kuvumilia hilo. Lakini wewe sio mkamilifu kiasi kwamba mtu aje aseme shida yake na ujue kwamba anakuongopea. Pesa hizi hapa mzee wangu. Lakini kabla hizi pesa naomba unisikilize vizuri sana. Ufanye maamuzi, mke wangu akipona tu nitaongeza milioni 20 zingine."
Jamani, nyie pesa ni sabuni ya roho. Na hapa niliona kwa yule mzee babu jinsi anavyolimezea mate. Maana mpaka mikono yake ilikuwa inamtetemeka. Nilijua wazi kabisa anatamani tu kuzishika zile pesa. Nina uhakika hata milioni 1 hakuwahi kuishika kwa jinsi alivyokuwa amechanganyikiwa. Na kusikiliza kijana. Hapo babu akampa ruksa Alex aendelee kuongea. Jamani, nilishusha pumzi nikasema sasa hili sasa Mungu lifanye ile jepesi. Tuvuke hapa kwenye kikizingiti. Alex akasema, babu, kuna binti aliwahi kuja hapa zamani kidogo anaitwa Judy. Alikuja kwa sababu anataka kumdhuru mwanamke aliyemchukulia mwanaume wake. Mwanamke huyo ni Salma, ambaye ni huyu, na huyo mwanaume ni mimi hapa. Nafikiri hilo nalijua vizuri sana mzee wangu. Naam, bila shaka nalijua. Yule mzee alijibu huku akawa anatikisa kichwa. Nilipata hasira, jamani mjinga huyu. Alex akaendelea kuongea. Wakati bado alikuwa amepiga ni magoti yake, maskini ya Mungu, na machozi kabisa alikuwa anamtoka Alex. Hii dunia acha tu. Unamwomba mtu aliyekufanyia vibaya kuutoa ubaya. Unamwomba tena kwa magoti na machozi, bado unampa pesa yako aisewi mzee. Nilikuwa naomba Mungu tu baada ya kumpa pesa akafili huko mbali mbwa kabisa. Mzee wangu, yule Judy kweli alikuwa ni mwanamke wangu. Tena nilimpenda sana, lakini ni mtu ambaye hakuwahi kuthamini upendo wangu. Kama isingekuwa huyu Salma, ile siku kama sio kufa basi ningejeruhiwa vibaya sana. Ningejeruhiwa vibaya sana na raia, na yote ni kwa sababu ya huyo Judy, mwanamke aliyejawa na tamaa mtupu. Kivipi kijana? Hapo aliuliza huyo mzee. Huko anajitengeneza vizuri macho yake. Macho yake yalikuwa juu ya zile pesa tu. Yaani mate anamezea kwa tamaa sana zile pesa. Basi mimi naliangalia hilo lizee jinsi lilivyo na kasirika. Yaani basi tu nitafanyaje sasa? Kwa sasa kila kitu changu ndio anacho yeye, sasa niko ndani ya chupa. Sasa hapo Alex alibidi aanze kumwelezea yule mzee mahusiano yake yeye na Judy, mwanzo mpaka mwisho, mpaka aliponipata mimi. Alex alipomaliza kuongea historia yake, aliomba sana huyu babu atusaidie. Hapo Alex alikuwa anaendelea kumtamanisha pesa zingine kama tu endapo nitapona. Yule babu hata kuuliza swali jingine. Alishusha pumzi huku akionyesha tamaa wazi kabisa. Kijana, hebu inuka. Hapo alimwambia Alex huku naye anainuka pale chini. Alex alinuka haraka sana. Yule babu akasema, hebu nifuateni huku. Hapo kashachukua zile pesa, kaenda kuzifungia sijui wapi, alafu akatuongoza kutoka nje. Sisi tulifuata nyuma hapo. Ino pamoja na Subira na wenyewe walikuwepo, kwa tukaongozana. Tulipofika sehemu moja hivi, ilikuwa ni nje kidogo ya kile kijumba chake. Kijumba chake cha uganga. Tukatoka nje kidogo. Tukaingia polini hivi kidogo. Tulifika kwenye mti mmoja hivi mkubwa sana, ulikuwa ni mti wa mbuyu. Kwenye matawi ya ule mbuyu kulikuwa kuna chupa nyingi sana za kioo zimening'inia. Zilikuwa zimening'inia juu hivi hizo chupa. Zilikuwa ni nyingi, mnajua nyingi. Akasema yule babu ya kwamba mwili wako umezikwa hapa. Anayetakiwa kuufungua ni yule aliyokuzika. Kama nikifungua mie basi yule lazima atapata matatizo. Kwa hiyo fanyeni mpango, muonge naye aje hapa kwa ajili ya kuweza kukuchimbua haraka iwezekanavyo. Ojo tu hapo, yani hapo tukabaki wote tunatazamana. Alex akasema, mzee, naomba uchimbue wewe. Sasa nikifanya mimi yule atapata matatizo makubwa sana. Mko tayari yule apate matatizo? Ino ikabidi aulize matatizo yapi? Atakufa ndani ya siku moja. Nye nilitetemeka jamani, kufa tena, yani tunaua. Moyo nikasema hapana. Si ndio tutakuwa tumeua sasa. Alafu Judy ana mtoto jamani, tena mtoto wake bado ni mdogo sana. Yani nilijikuta tu napata ile huruma. Alex akasema, mzee, nitakupa milioni 50. Chimbua. Na kuomba hata kama atakufa, na kuomba fanya hivyo. Jamani, hapo mimi nilijitahidi kunyosha mkono wangu, nikamshika Alex, maana alikuwa yuko pembeni yangu. Nilitikisa kichwa kupinga hiko alichotaka yeye kifanyike. Kwa nini Alex awe muuaji? Alex wangu hawezi kuwa muuaji, hapana. Hili litaishi daima kwenye mioyo yetu endapo tu akiua.
ya kwamba Judy alikufa kwa sababu tulitaka afe na sio Mungu ndiye aliyetaka. Alex akasema, Salma, uone aliyofanya kwako. Alex alizidi kunishawishi lakini nilikataa kata. Ino akasema, jamani, tusitumie hasira. Tutafute njia ya Judy kuja hapa. Yule mzee akasema, sawa, nawachieni nyie sasa. Hapo at least nilipata matumaini. Nyumbani walipewa taarifa ya kile kinachoendelea. Huku mama akasema, ni sawa tu, msitake afe, huenda mzimu wake ukasumbua mioyo yetu. Tumtafute tu aje afukue. Basi ilibidi sasa Zakia apigiwe simu. Akapewa taarifa kwamba Judy anatakiwa kuwa huku kwa huyu mganga. Zakia akasema Judy amepata kazi jana, maana hana hela hata 100. Zote alimpa yule mganga kule. Hapo Zakia akaambiwa aende nyumbani kwa mama akachukue pesa. Yaani kivyo vyote vile amshawishi Judy waje huku kwa mganga wote. Zakia akasema somba, nitajitahidi kufanya hivyo. Kwa tukabaki kusubiri Judy afanyaje, aje afukue madude yake. Yule mzee sasa alikuwa anatutetemekea. Yaani mpaka sehemu za kulala sasa ilikuwa ni nzuri tuliopewa. Chakula tulipewa kizuri. Alikuwa ananipa dawa za kuoga na kupaka kwenye kidonda changu. Tulikaa siku 2 pale. Judy hakuwa amekuja. Yaani hapo tulipata taarifa kutoka kwa Zakia kwamba Judy kasema weekend ndo atakuja. Yeye atakuwa na nafasi kazini kwao. Sasa tungefanyaje? Ilibidi tuvute subira. Maana tulipotoka ni mbali sana. Uweza mimi zile dawa zilianza kunisaidia. Yaani kidonda changu kilianza kukauka kabisa, kilileta matumaini. Lakini mwili wangu ulikuwa bado uko ndani ya chupa mule. Siku nazo zilizidi kwenda taratibu. Na hatimaye ile weekend ilifika. Nilikuwa na meza tumate huku na sala zangu zote. Yule mjinga wa kike aje huku. Asubuhi na mapema, ilikuwa ni siku ya Jumapili. Judy alikuja kweli na Zakia. Na baada ya kuingia tu mule ndani kwa yule mganga na sisi hapo tukazama huko kwa yule babu. Judy akuuliza, hawa watu bado tu wapo? Yule babu akasema ndio. Haswa bado wapo. Na wewe ndio sababu yao ya wao kuendelea kuwa huko. Mbona sielewi? Judy akawa anauliza eti mbona sielewi. Zakia akamwambia, sikiliza Judy. Hebu tuyaache hayo mambo Judy. Mpe uhuru wake mwenzio. Tujifunze kuachilia mambo. Kama mwanaume hakutaki, mambo yako mengi na wanaume wako Judy. Hebu achia nafsi yako, uwezi kuwa na Alex hata kama leo Salma akifa. Alex hawezi kuwa na wewe. Hebu achilia Judy. Wewe mshenzi nini? Kwa hiyo sasa Judy hapa akaamua kuja juu sasa akawa na paniki. Anatukana. Zakia naye akamwambia, sikiliza Judy. Mimi wala sihitaji kuua mtu wala kumroga mtu Judy. Nilifanya hayo yote ili kujaribu kusafisha nilipokuwa nimekosea tu. Mimi sina baya na mtu, nataka kusafisha. Kipindi kile ulinitumia sikuwa na akili sawa sawa. Nimekuwa mtu mzima, nashukuru nimejua wapi nilipokosea. Kwa Zakia akamjibu Judy. Yaani Zakia alijieleza kwa Judy vizuri mno. Na Zakia alimsihi sana Judy aachilie huo ujinga wake. Lakini Judy ndio kwanza alipandisha hasira naambiwa. Akainuka pale kuondoka. Yaani bado anasema mbele yule mzee kwamba mimi sijamroga. Yeye atafute mchawi wake. Si alizidi ushenzi. Jamani, ila Judy, yaani mbele ya mganga wake anakataa eti kwamba mimi hajaniroga. Na wakati huo anaongea kachafika mlangoni anataka kutoka kabisa. Yule babu akamwambia Judy, hebu rudi hapa kabla hujaondoka. Judy akasimama pale mlangoni akageuka kutazama. Uso ulikuwa umemjaa kama vile kameza sijui nini, yani kavimba kaumuka. Yule babu akamwambia, yani ukiondoka bila kwenda kuchimbua ile chupa pale, mimi nitafanya hivyo. Nitaifanya hiyo kazi. Na sikuwa nimekuambia kwa sababu sikujua kama kuna siku mambo yatakuwa hivi. Kama nikienda mimi kuichimbua ile chupa, lazima nifanye matambiko yangu kwanza. Na nikifanya hivyo, jini linalonyonya damu ya Salma halitakuwa na pa kwenda zaidi ya kukuvamia wewe hapo. Hutoweza kukwepa kifo. Wewe msichana, hebu njoo tukae chini, nitakurudishia 100,000 yako,
ulionipatia kwa ajili ya kazi hiyo kipindi kile. Hapo mimi nilishangaa, kumbe mganga alilipwa 100,000 tu. Huyu babu mbona ana dhambi hivyo? Kumbe mimi nateseka, nashindwa kufurahi na watoto wangu na mwanaume wangu kwa sababu ya 100,000 tu. Mungu huyu mzee njaa mbaya. Au ndo laana za mizimu yake? Judy akamwambia, ufanye unavyoona sawa. Ninachokijua mimi hatukurusha jini kwa huyo mshenzi. Yaani kuufungia tu mwili wake kwenye kichupa ndo nilifanya hivyo tu basi. Asa hapo Judy alianza tena kuondoka. Yule mzee alicheka akamwambia, wewe binti wewe, kumbe huna akili kiasi hiko. Kwa ulitaka nikwambie kila kitu kazi ambayo inafanyika, si ndio? Nilikupa pesa zangu, nimekupa pesa na tulielewana, sasa imekwaje unanigeuka? Nimegundua huyu mtoto hakuwa na kosa lolote. Wewe na uhuni wako ndio uliosababisha ukamkosa mwanaume wako. Hapo Judy akawa ni mbishi. Fanya vyovyote bwana unavyotaka fanya. Ino akamuita akamwambia, utarudishiwa pesa zako zote Judy. Hebu tulifanye hili lisiwe gumu wewe binti. Sasa alivyoona Ino anamuomba, ndo yapo Judy ndo akazidisha kiburi. Kwanza akasonya akaondoka zake. Tena huko anarusha maneno ya kashfa kwetu. Judy alikuwa na hasira mno, na hata sijui hasira zake zilitokea wapi sasa. Huwezi amini. Judy aliondoka na akamwacha hata na huyo Zakia mwenyewe. Hakutaka hata kugeuka nyuma. Tulibaki tunatazamana tu bila neno lolote. Yule mganga akasema, haya sasa mimi na wasikilizeni nyie. Yule mzee alituliza huko anatutupia macho kwa zamu. Ino alichukua simu yake akapiga nyumbani. Aliwaeleza kila kitu, hata wao pia waliona ugumu kwenye hili. Mama mkwe aliomba kuongea na huyo mzee. Akamuuliza, mzee wangu hakuna njia nyingine baba? Mama mkwe akaambiwa, njia ndo hiyo tu moja, nikaenda kufukua mimi ile chupa. Aliyefukia ile chupa anakufa. Mama akasema, jamani hebu nipeni siku ya leo na kesho nitatoa jibu. Lazima nizame kwanza kwenye maombi. Jamani Alex alikasirika. Akaambia mama, mbona tumepoteza sana muda? Tunazidi kupoteza muda, Salma anaumia mjue. Mama akasema, ni leo tu. Alex naomba unisamee kwenye hilo. Na mimi hapo nikamwomba Alex akubali. Kwa nilimshika mkono wake huku nikitikisa kichwa na ndipo Alex alikubali, lakini Alex alikubali kishinga upande. Yaani unajua yule mtu anakubali lakini hajaridhia. Kesho yake mama alipiga simu. Akasema kwamba amekwenda kuongea na Judy kule kazini kwake. Lakini amesema huo muda hana. Yaani yeye mawazo yake huyo mganga hawezi kufanya kitu mpaka yeye mwenyewe akubali kutegua. Basi mama akasema, kiukweli Mungu ndo anajua yote. Tumemkabidhi yeye. Naomba mje na Salma wangu akiwa mzima kabisa. Kiukweli msikilizaji, yani najuta. Ile siku ya kwanza kumkaribisha Zakia kwenye nyumba yangu, najuta sana. Maana ndio alikuja na ile juice. Mama akatoa baraka zake. Yule mzee akasema, tunaanza kazi usiku wa leo. Kuna baadhi ya vifaa vinatakiwa vinunuliwe. Kwa pale akawa amemuelekeza Ino sehemu ya kununua, kwamba kuna duka la asili lipo Kibaha kule. Ino alienda pale akaja na nguo kama shuka hivi nyekundu na nyeupe, pembe la ng'ombe hivi, mafuta ya kondoo aliambiwa sijui, na mbuzi mweupe. Kwa vile vyote alivyokuwa ameambiwa akaja navyo pale Ino. Baada ya kufika, yule baba akasema kuna vifaa vingine vipo hapa mtavilipia. Yaani mzee pesa zote zile alizopewa bado alisema tumpe na pesa nyingine kwa ajili ya vifaa. Huyu mzee ana tamaa jamani. Akasema sijui kucha za simba, sijui hizo kucha za simba sijui alizitoa wapi, anasema anazo. Yaani alitachema vitu mengi ajabu vibaya mno. Lakini ilibidi tukubaliane na kila kitu. Unafikiri tutafanya nini sasa? Usiku hakuna aliyelala, wote tulikuwa tuko macho tunasubiri huo muda ufike wa mambo kufanyika. Tulikuwa wote kwenye chumba kimoja, uwezi amini. Hakuna aliyezungumza kitu, yani wote tulikuwa tuko kimya. Na hisi kila mtu alikuwa na lake moyoni. Muda ulifika bwana. Yule mzee alikuja chumbani kwetu, akasema muda tayari, hebu njooni wote. Anemtoa mgonjwa aje kinyume, asiangalie anapoenda mpaka nitakapomwambia. Sasa Ino ndiye aliyeshika kibaisikeli changu, akawa anakivuta kwa nyuma. Yaani mimi naangalia tunapotoka, hata yeye pia anaangalia tunapotoka. Tunaingia kinyume. Yule mzee anamuonesha njia ya kupita Ino. Tulienda hivyo kinyume mpaka tulipofika karibu na ule mti wa mbuyu. Ilikuwa ni usiku sana, giza lilikuwa ni kubwa, panatisha. Misauti tu ya ndege, wadudu. Yaani nilikuwa naogopa, lakini ndio hivyo.
jumlisha sijui jini. Ndo kabisa nilizidi kuogopa ise. Basi yule mzee akatuambia pale, kabla sijaanza kazi nataka kujaribu kuokoa wote. Huyu mbuzi tutamtumia kama sadaka ya damu, badala ya damu ya Salma kama sadaka. Ikikubaliwa basi Judy ataishi, ila kikataliwa basi sina njia tena ya kumsaidia yule mtoto ambaye ni Judy. Alex wangu alikuwa amechoka sana kusikia jina la Judy. Aliona kama vile anapotezewa tu muda wake. Nilianza pale kupakwa na unga usoni na vitu kama asali hivi, alafu akachukua ndimu sijui nini ilikuwa kwenye kibuyu, hata sijui ni nini kusema ukweli. Ila tu inanuka vibaya mno. Nilimwagiwa kuanzia utosini kushuka chini. Ilikuwa sijui damu sijui nini. Yaani inanuka nusu nitapike. Nilikuwa najionea kinyaa kusema ukweli. Moyo nasema jamani, uchawi upo. Upo kabisa uchawi. Sijawahi kuuona. Lakini hiki kitu wala sikuwahi kukifikiria eti kwamba ipo siku nitakutana nacho kwenye maisha yangu. Mganga alichukua sijui damu nyingine ile, akaanza kunipaka kwenye nyayo zangu za miguu, akapaka na kwenye magoti yangu. Yaani nyingi tu alikuwa ananipaka, na baada ya hapo zilichukuliwa zile shuka mbili nyekundu na nyeupe zile zilizokuwa amezeleta hino, zile shuka zikafunguliwa. Nikafunikwa mwili wangu wote. Akawa ananichapa na yale sijui ni mikia ya ng'ombe ile, anaongea huko ananichapa nayo, ananichapa nayo. Mkononi alikuwa na kibuyu tena chenye damu sijui anainywa, alafu ananitemea. Yaani anaongea maneno. Yaani jamani, nikawa najitikisa labda hata dawa zimeanza kufanya kazi. Wapi? Mwili uko vile vile, asikwambie mtu. Zoezi lilitumia muda mrefu mno mpaka nikakata tamaa. Maana hata dalili pia sikuwa nazo za kupona. Mwili ulikuwa umeanza kutoa jasho jingi. Nilivuja jasho mpaka zile nguo zote zilikawa zimelowana. Aliambiwa nani mume wa huyu. Alex akasema mimi hapa nipo. Basi wengine naomba msoge mbali kidogo. Hilo bwana akagoma kuondoka. Yule mzee akasema haya, kama unataka kuona utupu wa shemeji yako njoo. Hapo sikusikia tena sauti ya Ino zaidi ya nyayo tu. Nikacheka Ino bwana. Basi Alex alikuja akanitoa yale mashuka yote. Hapo najaribu tena kutikisika lakini hakuna kitu. Yaani niko vile vile. Baada ya kutoa zile shuka akaambiwa kwamba atoe nguo zote. Alex alifanya hiyo. Na baada ya hapo yule mzee akachukua jembe dogo hivi akachimba sehemu. Hapakuwa na hatua nyingi, na nilipokuwa mimi nimeketi, alichimba kidogo tu akatoa chupa fulani hivi, zile zinakuaga na konyagi zile. Akaniambia nishike. Ndani ya hiyo chupa kulikuwa kuna mdoli. Wakati huo kulikuwa kumeanza kupambazuka sasa. Kuna mwanga mzuri japo sio sana. Niliona yule mdoli alikuwa na nguo yangu kabisa. Nilishtuka. Yaani nakumbuka vizuri sana nilikuwa nina kanga ya hivi na sikuwahi kabisa kujua ilipo hiyo kanga. Na hata sikufuatilia sana. Yaani kulikuwa kuna kipande kidogo tu ndio amefungwa huyo mdoli cha hiyo kanga. Ameshonewa, yani kimekuwa kama ni kigauni kwa huyo mdoli. Nilishika ile chupa, yule baba akachukua yule mbuzi akamleta mbele yangu. Akaongea maneno mengi, mengine hata sielewi kusema lo kweli. Akachukua pale mkuki pamoja na zile nguo ambazo nilikuwa nimevaa mie eti. Akavisha yule mbuzi. Jamani, dunia na mengi hii. Nisikilize tu, yani asikwambie mtu. I say, bora usimulie ila sikukute. Yule mganga akaanza kumzunguka yule mbuzi mara 6. Akamchoma yule mkuki yule mbuzi. Akamchoma yule mbuzi. Mbuzi akaanguka chini. Hapo yule mbuzi alikufa. Mimi nilishangaa, mbona mbuzi amewahi sana kufa? Tena kwa mkuki mmoja tu. Hata hajangaika eti. Baada yule mbuzi kuanguka chini, yule mzee akaniambia fungua hiyo chupa. Nikaifungua. Ulitoka kama moshi mweusi ulipaa juu. Moshi unatoka kweli kweli. Akaniambia njoo haraka hapa njoo. Nikashangaa, yani nakuja. Yaani mwenye nikashangaa, ananiita afu naenda. Alex akataka kusukuma kile kibaisikeli ambacho mimi nakalia kinanisaidia kutembea. Akataka kukisukuma. Yule baba akamwambia hapana, ainuke. Nikashangaa. Akaniambia inuka haraka kabla hicho kilichoenda juu hakijarudi, kinatafuta pa kwenda na kitarudi hapo hapo ulipokaa. Wewe kusikia hivyo nilijirusha mbele. Yaani hapo naamini mie nguvu za kutembea sina bado. Nikajirusha mbele. Sikuamini, haki ya Mungu. Yaani miguu yangu ilikuwa ina nguvu. Hata nilipotaka kuanguka niliweza kujizuia eti. Mungu wangu, hii ni nini? Unajua nilibaki na shangaa hiki kitu Kitu gani hiki Mungu wangu mie?
Mimi naweza kutembea. Nilisimama wima kwa miguu yangu. Alex, naweza kutembea. Nilipiga mpaka kelele huku namwambia Alex wangu. Nilipomwangalia alikuwa amesimama kimya tu ananitazama tumie. Yaani mimi ni yule mtu aliyepigwa na butwaa. Nimebaki tu nazoba sielewi. Alex, yaani nilimuita tena. Yaani nina furaha walai nina furaha kupindukia. Yaani nilikuwa natamani nitoke pale mbio mbio muda huo mpaka nyumbani kwangu kwa miguu yangu. Jamani mimi nina nguvu kabisa. Sio kwamba eti ni dhaifu, hakuna, sema tu nimekonda mno. Yaani nimeisha vibaya mno. Alex alikuja haraka pale akanikumbatia. Jamani alinibusu karibia mwili wote. Hakujali hata zile damu nilizokuwa nazo. Alex wangu alilia machozi ya kila aina. Salma, upo sawa? Hapo aliniuliza huku akiwa ananishika miguu. Alikuwa anatetemeka. Nikamwambia Alex, mimi niko sawa Alex. Usilie, nimepona. Wakati tukiwa tumetawaliwa sasa na furaha, ghafla tulishtuliwa na yule babu. Akasema tokeni hapo, tokeni haraka. Sogeni pembeni, bado kazi haijaisha. Angalia kule. Tukasogea pembeni tukiwa tumeshikana na Alex, haraka tukatizama juu. Alichokuwa anatuonesha yule babu. Tulishangaa kila mmoja akabaki mdomo wazi. Kwamba hili linawezekanaje? Tuliona ule moshi mkubwa uliopaa angani ukiwa unarudi chini kwa kasi kweli kweli. Tulitoka haraka na Alex wangu tukakimbia pembeni. Yaani hapo sina nguo na nilivyokondeana, yaani kama stiki za meno naambiwa. Alex akatoa ile shati lake akaniambia vaa hili. Nilivaa haraka. At least shati lake lilikuwa ni refu hivi kidogo. Akavua pale na suruali yake, akabaki na pensi ya ndani, akaniambia nivae. Nilivaa. Basi nikawa kama ile midoli ile ya kufukuzia kunguru mashambani. Yaani wanachomeka miti alafu wanavalisha nguo. Mimi ndo nilikuwa kama vile. Yaani nilikuwa kituko aisee. Siwezi kusahau. Ule moshi ulifika ukaenda kuingia ndani kwa huyo mbuzi kupitia kwenye ile tundu ile ambalo mkuki ulikuwa umeingia pale. Ndio ule moshi ukaingia kwa ile mbuzi. Na baada ya muda moshi ule ukatoka ukapate na angani. Yule baba akatuambia, mimi kazi yangu imeisha. Imebaki kwenu kukamilisha mlichoniahidi. Yaani hapo huyu mzee akawa anataka zile pesa. Mzee mshenzi huyu. Alex alinikumbatia. Yule baba akasema, nyosheni hii njia. Mbele kuna bwawa. Nenda kaoge hapo sasa hivi. Kwa tulienda pale na Alex wangu. Alex aliniogesha. Yaani hakuna aliyekuwa naamini, wallahi tena nawaambieni. Mimi mwenyewe siamini. Nikavaa tena zile nguo za Alex. Japo zilikuwa ni chafu tayari. Alex akaniambia, nataka nikubebe mke wangu. Nikamwambia, jamani, kwanza vile nina hamu ya kutembea. Alex, wewe niache tu mimi nitembee. Yaani hapa nina hamu. Hata nikimbia hata hapa na daa. Ili ujue jinsi gani nina hamu. Alex alicheka akasema, okay sawa. Kwa hiyo wiki ijayo tufunge zetu ndoa set. Nikasema, hawe Alex, mimi hivi nilivyo mifupa hivi, gauni halitonitosha bwana. Kwa hiyo unataka tena usubiri? Mimi sitaki hivyo Salma. Basi nikacheka nikamwambia, basi ngoja kwanza tufike hata nyumbani bwana, tutaongelea hayo. Yaani tulikuwa tuna furaha. Ile tunatokezea tu pale kwenye mto. Innocent akatuona, alikuja mbio akanibeba juu jamani, na alinibusu pia mpaka mdomoni, alafu mbele ya Alex, mbele hata na Subira ambaye ni mdogo wangu. Subira akasema, jamani dada. Subira naye alikuja mbio huko analia. Zakia naye alikuwa analia. Alex akamwambia, nyie mnalilia nini wakati leo tunatakiwa kuweza kufurahi? Yaani Alex anaongea huku naye analia. Ino akamcheka kusema la kweli. Wewe jamaa, wachigi mambo yako wewe. Hebu tuendeni huku kwanza. Ino akachukua pale simu akaanza kuwapigia watu wote nyumbani. Yaani hakuna aliyekuwa naamini. Mama anasema, hebu njooni sasa. Haraka mno. Mnafanya nini huko? Hebu njooni huko mjini. Alex alimwahidi yule babu ya kwamba kesho atazileta pesa zote alizomwahidi. Kiukweli nilikuwa namchukia sana huyu babu. Japo alinisaidia. Kwanza nilikuwa nawaza, ina maana tusingekuwa na pesa, kwa mimi ndo nilikuwa nakufa hivi hivi. Yaani haya ndio ingekuwa maisha yangu mpaka mimi nakufa. Nilimchukia, hata sikumwambia asante wala shukrani, wala hata sikumchekea. Yaani hata kumtazama tu kabisa sikutaka kumtazama. Kwanza Alex alikuwa anamchekea anamwambia babu, tunashukuru sana. Mimi hapo nikawa naanza, huyu naye sijui analishukuru nini ili babu. Na hamu kwanza ya kwenda kutazama watoto wangu mie. Yaani nina hamu ya kuwapakata watoto wangu, wasikie angalau joto la mama yao. Japo kunyonyesha ndo siwezi tena. Yule babu alinipa dawa za kuoga na kupaka kwenye kidonda. Na hata hivyo kidonda kilikuwa kimekauka tayari.
Alituaga huku ananiongelesha mie, anajichekesha tu. Mimi nimekaza kweli kweli. Muda tunatoka nilimgeukia yule babu. Nikamuuliza, kwa hiyo Judy akija kukupandia dau, ugonjwa utarudi tena kwangu? Hapo nilimuuliza kwa sauti yenye hasira. Unajua nilishindwa kabisa kujizuia kusema lo kweli. Akasema, kwa nini binti? Mimi sitibu mtu kwa sababu ya pesa binti yangu. Alinijibu kwa anajichekesha. Nikasema, vizuri. Jitahidi sana kufuata utu na sio kumdhuru kila mtu. Alex alishaona nimemind, ilibidi anishike mkono akaniminya hivi. Nikageuka kisha nikaondoka zangu. Nilitembea kila hatua yangu ninamshukuru Mungu. Yaani huu ni uponyaji wa hali ya juu. Nilimshukuru sana. Eti leo naweza kuongea, naweza kutembea tena ghafla hivi. Mungu wangu asante. Tuliingia kwenye gari na safari ya kurudi Dar es Salaam ikaanza. Zakia alikuwa ananiomba msamaha humo, yani kila sekunde jamani. Naambia Zakia, mdogo wangu, mimi sina tena kinyongo na wewe, lakini sihitaji kukaa karibu na wewe. Nashukuru kwa kunisaidia. Huenda yale maombi yetu naamini ndio yamekuleta kwetu. Mungu akubariki kwa hilo. Kwa tulifika nyumbani. Hapo tulikuta ndugu wengi tu. Mamangu alilia sana aliponiona. Akasema Mungu ni mkubwa jamani. Ana njia nyingi za kuponya. Mama mkwe akaniletea pale watoto wangu. Sijawahi kuwakumbatia maskini ya Mungu. Niliwabeba huku nalia. Jamani, watoto wangu wamefanana na mimi mtupu. Yaani hakuna hata mmoja aliyefanana na Alex. Nilimtania Alex nikamwambia, mbona hawa watoto wamekukataa hivyo? Alex akasema sio kweli. Wewe ndio wamekukataa. Nikasema sio kweli. Wewe huone wamechukua kikojelo changu. Unajua niliona aibu, maana aliniambia mbele ya kina mama. Nyie nilicheka tu kwa kujibalaguza. Ila nikapitisha mkono kwa chini hivi. Nikamsinya. Yaani nilimfinya. Nikamwambia wewe acha uweo. Muone. Nyie Alex akacheka. Akasema mama, kwa hiyo ndoa yangu lini sasa? Hapo Alex akahamisha mada, yani akaingia kwenye mada nyingine. Yaani wewe anawaza ndoa tu jamani. Sasa hapo baba mkwe akasema ndo kwanza mmefika jamani. Hata tule tu. Mama akasema afya ya Salma bado ni dhaifu sana. Mimi nafikiri tungemwangalia akarudi kwenye uimara wake kabisa, ndipo ndoa ifungwe. Mimi nikasema jamani, mbona mimi niko vizuri tu? Hapo mimi mwenyewe nina hamu na ndoa sana tu. Ino akasema bora tu ungerudisha kwanza mwili wako ukapata ule urembo wako asilia. Subira sijaka kuzidi bure ukumbini. Akasema we msiniambie. Ino akasema harusi itakuwa ni siku moja. Wewe na Alex, mimi na Subira. Jamani, mbona siwezi kusubiri zaidi jamani? Subira kaniambia yani, sitaki uje useme kwamba mimi nilipendeza kukuzidi kwa sababu eti mimi sijakonda. Basi bwana, furahi katawala nyumbani. Ila kusema ule ukweli, sikuwa na mudi na Zakia. Sikumtaka kabisa. Hata kwa bahati mbaya sikutaka awe karibu yangu. Alikuwa nyumbani tangu tumefika na ilikuwa ni siku ya pili hivi. Nikamwambia Alex, mimi simpendi Zakia. Nikimuona nahisi hasira sana. Alex akasema okay sawa, ataondoka. Muda huo akamuita Zakia, akampatia pesa, akamwambia tunashukuru sana kwa msaada wako Zakia. Naomba uondoke hapa na tusije kuonana tena hata kwa bahati mbaya. Mke wangu ajisikii vizuri kukuona. Zakia alinitazama akasema naelewa Salma, lakini nashukuru sana kwa kunisamehe. Hiyo tu mimi kwangu inatosha. Lakini ninaomba la mwisho. Naomba kwenye harusi yenu nije walau kuwaona tu. Umuone nani? Nilikataa kabisa kwamba sitaki. Yaani simtaki Zakia aende huko. Zakia akasema okay sawa, ina shida. Kwa aliondoka bwana. Hata sijui aliendaga wapi. Atajua yeye mwenyewe na maisha yake. Mimi hayanihusu kabisa. Kwa mimi nikaendelea na maisha. Mganga alimaliziwa pesa zake, tukabaki na maisha yetu. Alex alikuwa anahakikisha anafanya mazoezi kila siku asubuhi na jioni. Mpangilio wa chakula kizuri kile cha lishe, yani nilikuwa na mpangilio wa kila kitu, kuanzia kula, kunywa, mazoezi, muda wa kulala na vitu vinginevyo. Watoto wangu walikuwa hata waniletei shobo sana, wao na bibi yao tu. Yani bibi tu muda wote bibi. Siku zilienda, afya yangu ikawa inaendelea kuimarika. Kwa nilianza kupata kimwili changu kwa mbali. Nikaanza pale kung'ana kupendeza. Alex alikuwa yuko na mimi Bennett, yani bumper to bumper. Kazi alishaacha kitambo sana.
Anasema vyeti vyake ni vizuri sana, kwa muda wote akihitaji kazi atafanya, atapata. Alichokuwa anatambia ni biashara zake Alex. Alex alikuwa na biashara nyingi zilikuwa zinaingiza sana pesa. Ile restaurant yangu Subira alikuwa anaiongoza vizuri sana, ilikuwa ni kubwa na tayari ilikuwa imezaa matawi mengine makubwa tu, yalikuwa mawili. Bwana, siku zilipita. Na baada ya miezi kadhaa nilirudi kuwa vizuri sana. Yaani nilikuwa Salma yule, na tena ndo nikazidi nikawa mzuri maradufu. Nikapendeza, lishepu hilo. Hapo mipango ya ndoa ikaanza kuwekwa sawa. Niliomba Alex atoe posa kidogo tu, maana gharama alitumia nyingi sana wakati naumwa. Lakini alikataa, akasema kwamba atatoa pesa zitakazotakiwa. Na alitoa sababu nyingi tu, nikasema okay sawa, mimi sina neno kwa sababu umeamua. Ili na Subira nao pia mambo yalikuwa yametaradadi unaambiwa. Mamangu maskini ya Mungu alikuwa na raha sana. Yaani alitangaza kila kona ya kwamba anaoza mabinti zake siku moja. Kila kitu kilikamilika. Ilikuwa ni bado kama wiki moja hivi ya harusi. Siku hiyo tulienda Kariakoo kwenye maduka ya magauni. Tulikuwa wote wanne, mimi na Subira, Ino na Alex. Tulienda kutafuta gauni zuri la harusi. Tumefika huko si nikamkuta muuzaji wa hizo nguo ni Judy. Alafu ni duka ambalo tuliliona liko online, lina nguo nzuri kweli kweli. Hata mwenye pia Judy alishtuka mno kutuona. Alishtuka sana, yaani mpaka ile kujiamini kulimtoka. Alex alitaka kuondoka, lakini Ino akamshika mkono akamwambia kuwa hapa sio kwake, yeye ni mfanyakazi tu. Tulishaongea na mwenye duka. Basi tuliingia, lakini Judy alikuwa amepauka sana. Afya yake ni kama vile ilikuwa ina shida hivi. Japo alikuwa amevaa vizuri, amepaka mwenye mafuta, lakini wala hakuwa amependeza. Ngozi yake ilikuwa imesinyaa sana, yani kama mtu mwenye maradhi fulani hivi. Sisi tulichukua pale nguo zetu tukaondoka zetu bila hata kumsemesha wala kutufuatilia. Yaani alikuwa kama yuko busy sana, kumbe hata hakuwa na huo busy. Tulipokuwa kwenye gari, Ino akasema, mimi nilijua hata alishakufaga huyu mwanamke, kumbe yuko hai. Hapo sauti tukajikuta tunacheka. Subira akasema ila amekuwa dhaifu sana sana. Au nyewe mmemwona yuko sawa? Basi mada sasa ilikuwa ni Judy. Njia nzima mpaka tunafika home. Mwisho siku tukaachana naye tu. Mambo bwana yakaenda, mwisho hatimaye siku iliyokuwa inasubiriwa kwa miaka mingi ilifika. Mimi na Alex tulifunga ndoa. Ilikuwa ni siku ya furaha sana kwetu. Tulihalalishwa rasmi, tukawa mke na mume. Niliona furaha ya mama yangu siku hiyo. Alifurahi sana. Nilifurahi pia. Tulienda zetu honeymoon nje kabisa ya nchi. Huko ilikuwa ni kukulana tu na kuenjoy. Ino na Subira wao honeymoon yao walienda Arusha. Tulikaa huko nje mwezi mzima. Tulipanga mengi mimi na mume wangu Alex. Alex aliniambia kwamba tukirudi nchini tuanze maisha mapya ya kwetu peke yetu. Niliapa sitaki kuweka rafiki karibu tena. Yaani sitaki shoga, sitaki jirani. Yaani mimi na familia yangu nimekoma kabisa. Habari za urafiki nimekoma. Basi likizo yetu iliisha, tulirudi zetu nyumbani nikiwa nimezidi kupendeza vibaya mno. Mama akaniambia, Salma, una mimba wewe? Nikasema, mama, mimba? Watoto ndio kwanza na miezi 6 jamani. Hata mwili wangu haujapumzika, nimetoka tu kwenye maradhi makubwa. Nakumbuka wakati huo tuko honeymoon hatakuwa tunatumia kinga ya aina yoyote. Alex aliniambia tukirudi kutoka honeymoon tutaanza kutumia uzazi wa mpango. Alihitaji kidogo nipumzishe mwili. Sasa kama ndo tayari nimeshabeba mimba inakuaje? Jamani, niliogopa hata kwenda kupima. Nikasema acha nisikilizie. Basi maisha yakaendelea. Siku moja bwana Zakia alinipigia simu. Alitumia namba ngine kabisa, maana aliyokuwa nayo ile nilimblock. Sikuwa nataka mazoea naye huyu binti. Yaani ilibaki kidogo tu aniue. Sasa anaanzaje kuwa na mazoea naye? Zakia aliniomba sana nimsikilize. Nikasema sawa. Hali ya Judy ni mbaya mno, yuko hospitali anapumulia mipira, yani ni wakufa muda wote. Sasa mimi Judy anihusu nini jamani, sio ndugu yangu. Lakini okay, niliwaita Alex na watu wengine wakaja pale kusikiliza yale maongezi. Mwisho wa maongezi familia iliafikiana kwenda kumuona Judy hospitalini. Alienda Ino na Alex. Waliporudi walisema hali ya Judy kweli ni mbaya. Judy amepoza mwili mzima. Hasa mie kama binadamu wa kawaida tu nilijisikia huruma, lakini sikuwa na cha kufanya. Haikupita hata mwezi tuliambiwa kwamba Judy amefariki, na taarifa tulipewa na Zakia mwenyewe.
Nilimwambia pumzike kwa amani tu, sijui ndio yale mambo ya mganga yalimrudia mwenyewe au ni Mungu tu amemua, sijui kusema ukweli. Hakuna teleweza kwenda msibani. Hatukufuatilia tena lolote kuhusiana na Judy. Kiufupi kila kitu kuhusu Judy kilisahaulika kabisa baada ya kuweza kuiaga dunia. Maisha yangu na Alex yalizidi kuwa mazuri sana. Utajiri ulianza kutujia kwa kasi sana. Maisha yalizidi kuwa matamu. Nilivusha miezi kadhaa bila kuingia period, ikabisa niende hospitali kupima. Guess what? Nilikutwa na mimba. Tulibaki tunachekeana tu, maana kwa show tulizokuwa tunapiga, mimba lazima tu. Hatujali ni usiku wala mchana, popote mechi inachezwa tu. Tulikubaliana kulea ujauzito bwana. Kwani shingapi? Pesa siipo. Maisha yaliendelea. Alex alipata pale ajira katika shirika binafsi la ndege, akaanza pale kutumikia ile elimu yake sasa. Siku moja Alex alirudi kutoka safari, akaniambia kwamba mke wangu kuna kitu nahitaji tufanye. Nikamuuliza kipi tena? Mke wangu nataka ukutane na mtu hapa, anaweza kukusaidia lile tatizo. Nikajiuliza tatizo gani tena? Nikamwambia lipi? Nataka urudi tena shule. Nataka ujue kusoma. Jamani, kumbe hii kusoma ipo tu jamani. Unajua nilikuwa nishasahau kabisa kama sijui kusoma. Nikamwambia mume wangu, sioni kama mimi nitaweza. Maana hata mara ya kwanza tu nilifeli na kipindi hiko nilikuwa sina hata majukumu kabisa. Sembuse leo na huu ujauzito na hawa watoto. Bwana mimi siwezi. Alex akanikumbatia akaniambia tulie mke wangu. Nitafanya lolote na utaweza. Kuna mtu anahitaji kesho twende tukaonane naye. Basi tena baba mtu ndo ameamua ilibidi tunikubali, nitafanya nini tena? Kesho yake kweli tulitoka, safari ilishia kwenye jengo moja hivi, Mikocheni, ilikuwa ni gorofa tu refu tu. Tuliingia kwenye lift mpaka gorofa ya 5. Hapo Alex aliongoza kwenye chumba fulani hivi. Mlangoni palikuwa pameandikwa dokta. Sikujua ni dokta wa nini hata. Nini nilimfuata tu nyuma. Nilimkuta mwanaume mmoja hivi. Alitukaribisha pale kwenye kochi zilikuwa ziko pale. Ni kama ofisini fulani hivi. Alex akaanza kusema, dokta, huyu ndiye mke wangu anaitwa Salma. Salma, huyu ni dokta na ni mtaalamu pia wa masuala ya saikolojia, anaitwa Dr. Lian, naomba uwe comfortable tafadhali. Alex alinitambulisha hivyo. Na yule Dr. Lian akasema, Salma, karibu. Alinikaribisha huko ananyosha mkono na tabasamu kama lote. Jamani, nilikuwa na kiwasiwasi cha mbali. Nikasema, asante dokta. Mimi nilijua napelekwa shule, mwisho wa siku naletwa kwa dokta. Tunaweza kuanza, njoo tu hapa. Aliniambia nimfuate, nikasimama kwa mbele. Kulikuwa kuna kitanda hivi kidogodogo hivi, akaniambia lala hapo. Kwa nikalala. Akawasha mwanga karibu kabisa na uso wangu. Unaitwa nani? Hapo aliniuliza baada ya muda kidogo ule mwanga kunimulika usoni. Nikama naitwa Salma Omari. Una watoto wangapi? Nikawaza, kwa hiyo naonekana kama sina akili vizuri au ni vipi? Mbona ananiuliza maswali kipuuzi hivyo? Mmeo anaitwa nani? Nikasema Alex. Unafanya kazi gani? Nikamwambia biashara. Sawa, tumemaliza, unaweza kuinuka. Hoja nilimshangaa huyu dokta, kwa hapa ndo kala pesa hapa ama ni vipi? Akamwambia Alex, kesho mlete huyu. Alex akasema sawa. Alijaza pale baadhi ya karatasi na pale alikuwa ananiuliza nikijibu anaandika. Hata sijui alikuwa anaandika nini. Kesho yake tena Alex alinichukua tukaenda. Yaani hapo bado sielewi kwa nini tunaenda kwa dokta wakati inabidi tuende kwa mwalimu teacher nifundishe. Tulifika pale akatukaribisha vizuri tu, akaniambia tena njoo hapa kitandani. Nikapanda pale nikalala kama jana. Salma akaniita yeye. Nikasema umeanza kusoma shule ukiwa na miaka mingapi? Nikasema miaka 6. Ulikuwa ukichukia shule? Nikamwambia hapana. Hebu niambie kipi ulikuwa ukipendi shule? Yaani kilichokuwa kinakuboa sana ukiwa shuleni? Nikamwambia nilikuwa sipendi sana ugomvi, lakini haikufanya niichukie shule. Na jamani, hivi mnajua aliniuliza maswali mengi kuhusu shuleni. Nilikuwa napenda nini, mwalimu wangu mkuu ni nani, mara ufaulu wangu. Nilijibu yote kabisa. Dokta akasema sawa, inuka. Nikainuka nikaenda kukaa pembeni ya Alex kwenye kochi. Dokta akaandika pale akaniambia, umelelewa na nani? Nikamwambia mama yangu. Okay, sawa. Hapo dokta akamgeukea Alex akasema sioni kama kuna shida yoyote, ni ubongo tu ndio ulikuwa mzito na hapo kuna tatizo tunaita hapo akataja sasa hilo tatizo kwa kizungu. Mimi hata naelewa hata sikumbuki maana. Jina yenyewe kwanza alisema gumu kweli kweli. Akamwambia Alex ya kwamba hii inaweza kuwa alipata shida akiwa mdogo sana. Naona nianzie hapo. Naomba niongee na mlezi wake. Basi tukaondoka na Alex. Alex akasema sawa, anakwenda kuongea na mama then amkutanishe naye. Tulipotoka pale tulienda moja kwa moja kwa mama. Nyumbani, Alex alimwambia mama kwamba kesho tunaomba tuende wote kwa dokta.
Alex alimweleza mama kila kitu kuhusu yale ya kule kwa dokta. Mama akasema sawa, nitakwenda. Na kule tuliambiwa twende siku ya Jumatatu. Siku ilifika, tukaenda mie, Alex pamoja na mama. Tulipofika dokta alitukaribisha vizuri sana. Akaanza pale kuongea na mama. Mimi na Alex tulikuwa tuko kimya kujua huyu dokta anataka nini kutoka kwa mama. Dokta alijitambulisha pale kwa mama na kisha akamwambia, nimekuita hapa, kuna vitu nahitaji kujua wakati Salma alipokuwa mdogo, yani kuanzia siku ya kwanza ulipomzaa. Kuna changamoto yote labda aliipitia? Mfano homa kali, au alizaliwa kwa njia isiyo kawaida, ama alipata tatizo huko hospitali? Ukiachana na hospitali, makuzi yake nyumbani yalikuwaje kwaje mpaka pale alipoanza shule ama alipoanza kujitambua? Swali hili la dokta likamfanya mama nitazame kweli kweli. Mama alikuwa kama kuna kitu anakifikiria. Unajua mpaka mimi sasa niliogopa. Tena nikasema, au niliwahi kufa nikiwa mchanga? Mbona mama ananitazama kwa huruma sana? Dokta akamwambia, kuwa huru mama. Mimi nahitaji kumsaidia Salma. Bado hatujachelewa. Tunaweza kuamsha ubongo wake na ukachangamka tena. Cha muhimu tujue tu tatizo ni nini ili nione namna kuweza kumtibu. Mama akasema kwamba niliposhika ujauzito wa Salma nilipitia mambo mengi sana, ikaeka zisizokuwa za kawaida kabisa. Nilipambana kama mama ili kuvuka hiko kipindi. Mpaka inafika miezi 11 kasoro, nilikuwa bado sijajifungua. Hospitalini waliniandikia tarehe niende kwenye operation. Ilikuwa bado siku 3 ifike tarehe operation, ndipo nikapata uchungu. Nilijifungua kawaida tu, lakini mwanangu hakulia kabisa, alikuwa kachoka sana. Alipewa huduma za haraka na baada ya kugundua kwamba yuko hai, alikaa chini ya uangalizi maalum na zilipita siku 2 ndo mwanangu alilia. Hapo daktari alinitazama sana na kisha aliendelea kumuuliza mama maswali mengineo. Kipindi nilipoanza shule, makozi yangu yalikuwaje? Mama aliongea yote. Daktari akatuambia sawa, muda umeisha, Jumatano uje Salma. Mama, nimemaliza kazi na wewe. Basi ilibidi tuondoke. Alexi aliniambia kwamba ninahitaji msaada wa kidaktari kwanza kabla ya shule. Nilitakiwa niamshwe ubongo wangu ndo mambo mengine yafuate. Kwa nilianza darasa kweli dokta, naingia asubuhi mpaka saa 6. Alex anakuja na ananichukua. Kule kwa dokta nilikuwa nafanya matibabu ya ubongo, yani naingizwa kwenye mashine fulani hivi humo ndani na washiwa mwanga mkubwa kweli kweli. Nafumba macho then naulizwa baadhi ya vitu na kuwa najibu. Kwa nilihudhuria yale matibabu kwa mwezi mzima kila siku. Yalikuwa ni matibabu tofauti. Leo nafanywa hivi, kesho vile. Kiukweli mabadiliko nilianza kuyaona. Nilijitahidi mpaka nikamaliza program zote za matibabu. Na baada ya hapo dokta akamwambia Alex anitafutie mwalimu. Nilianza zangu darasa. Yaani nilikuwa makini mno. Hapo nilikuwa najifunza kusoma na kuandika kama chekechea. Au hii ubongo wangu ulikuwa uko makini mno. Nilikuwa nina bidii sana. Unajua sikutaka kufeli hata kidogo. Mungu mkubwa, uelewa wangu ulikuwa uko chap. Hata siamini ile siku naweza kuunga maneno. Nasoma vitabu vya hadithi vizuri tu. Salma mie, raha gani hizi? Basi nilikuwa bango zote za barabarani nasoma. Nyie baada ya miezi kadhaa maiwenu mie mpaka barua nilikuwa namwandikia shemeji yenu fanya masiara nini. Alex alifurahi sana. Alinipeleka college nisome zangu kozi ninayoipenda, nipate hata kacheti kamchongo. Nyie huyu rubani alijua kunipambania. Jamani, huyu mume wangu. Hivi sasa mie Salma ni mhitimu wa kozi fulani hivi huko chuoni. Yaani Alex alihakikisha nimepata shortcut yenye manufaa. Na hadi hivi sasa Salma mie siamini kama mimi ndo nimefika hapa nilipo. Huwa najiuliza kama siku ile nisingemsaidia Alex alivyokuwa anaitwa mwizi, ningefika hapa nilipofika kweli? Huenda hata yeye asingekuwa hai hivi leo. Kikweli najivunia sana msaada niliotoa ile siku. Maana umeniletea manufaa makubwa sana ambayo sikuwahi kuyatarajia kwenye maisha yangu. Mimi na Alex hivi sasa tuna watoto hao 4, girls and boys. Tushafunga ukurasa wa kuzaa kwa sasa. Tunalea na kuenjoy maisha. Asikwambie mtu bwana, ndoa ni tamu haswa ukimpata kupendana naye. Familia ni tamu haswa ukimpata wa kuungana naye. Nampenda sana Alex, naipenda sana familia yangu. Yaani misai Kiingereza nateleza nacho tu. Let's say
from this time, and this is our end of our story. The story is kufika ending tamati. You know, yani Kiingereza sasa mimi naongea. Jamani, thank you all to be together with me, and this is my life story, maisha yangu ambayo today nilitaka kushare na wewe. I believe you learning something and you enjoy it. Okay, thank you. This is the end of story. Bye bye. I'm Salma. Haya, Salma ametisha kweli kweli, na Kiingereza hapo mwisho ametufungia kwa kumaanisha kwamba yeye sasa ni msomi mzuri tu. Na mimi Uncle J niseme thank you so much. You are family of Uncle J. Let me say goodbye, and this is bwana we tumwachie Salma. Bwana, huu ndo mwisho wa hii simulizi. Bye bye, asante na kwaheri.